ndugu mwandishi, kwamba kwa wale wanachama ambao waliondoka kipindi cha uchaguzi mwaka jana wakakisaliti chama chetu wakaenda kujiunga na vyama vingine, wamekuwa wanaomba kurudi. Sasa ni utaratibu gani ambao kama chama tumejipanga utaratibu wa kuweza kuwapokea? Niseme tu na hili niliweke wazi, na jana nilisema kwamba kwa mujibu wa katiba ya chama chetu wanaruhusiwa kuja, wako huru kuja, lakini waanze kujiandikisha kuanzia kwenye ngazi ya matawi huko ambako tuliwafukuza, wakarudi huko kaanze hatua mpya kuweza kujiandikisha. Lakini kwa utaratibu ambao tumekaa vikao tukakubaliana, hata wakirudi katika kipindi hicho tutawachunguza, kwa sababu waliondoka katika mazingira magumu ya kukiumiza chama chetu pamoja na kuumiza Watanzania. Kwa hiyo jambo la kwanza wanatakiwa wakirudi, kwa sababu waliondoka wakafanya mahojiano na vyombo vya habari, wakakikashifu chama, wakatukana, wakamtukana mwenyekiti wetu, wakaongea kila kashfa ambayo waliweza kuifanya. Kwa hiyo ni rai yangu, mtu kama anataka kurudi achukue kadi, lakini atumie vyombo hivi vya habari kukiomba radhi chama na Watanzania, kuomba radhi watu wote ambao waliwasingizia mabaya, ili tuwe huru na mioyo yetu tuweze kuwasamehe na tufanye kazi pamoja. Mimi sina shaka na hilo, lakini kuna watu walitoa tuhuma mbaya sana kwenye chama hiki, wanatakiwa warudi kwenye vyombo vya habari kwenda kukisafisha chama hiki, ndipo warudi kukitumikia. Lakini tutawachunguza, kwa sababu pia watu hawa wameondoka katika kipindi tunaweza kusema ni usaliti au ni tamaa ya madaraka, lakini inawezekana leo kama tungegawika vipande, leo hii tungekuwa na katiba mpya. Leo hii mwenyekiti wetu Lissu asingekuwa mhaini. Lissu yuko gerezani kwa sababu ya no reforms no election, na wao waliondoka kwa sababu ya no reforms no election. Kwa wanatakiwa wachakate vizuri mawazo yao ili kuweka sawa mazingira hayo, kuomba radhi, wajiandikishe upya na tutawachunguza. Lakini wakija watakuwa wanachama wa kawaida, tutawapa muda kuwaamini kuwa viongozi huko mbeleni, lakini sio sasa. Lakini jambo la mwisho nataka niseme, nimepokea malalamiko ya baadhi ya wananchi ambao wako migodini wanachimba kwenye machimbo mbalimbali katika mkoa wetu wa Katavi. Wengi wanafanya kazi katika mazingira magumu. Utakumbuka kabisa kwamba katika mkoa wetu wa Katavi vifaa vya uchimbaji bado hali ni duni mno. Kwa hiyo vijana wengi wanafanya kazi katika mazingira magumu, wanachimba kwa kutumia mikono, sululu, majembe na vitu vingine. Kwa hiyo hali ya usalama, serikali iliangalia hili. Hao watu ni walipa kodi, ni vijana wetu, ni watoto wetu, waangalie usalama wao wa uchimbaji, mazingira ya afya. Lakini wanadai madeni kwa hawa wawekezaji. Kama ni serikali ihakikishe hawa watu wanalipwa madeni yao, kwa sababu kuendelea kulikalia kimya jambo hili linaweza likaleta madhara makubwa. Ya hawa watu wakiamua kudai haki zao za msingi, wanaweza kutumia njia ambazo sio sahihi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.